Mimi naitwa Kasimu Athmani almaarufu mzee wa Yanga, nakaa Pugu Sisheni, mtaa wa Kirumba CCM. Karibu katika mechi hii ya leo. Unizungumzie mechi ya leo. Mechi ya leo ni nzuri kwa upande wa Yanga sababu Yanga naingia kwamba akiwa na uhakika kwamba ana asilimia kubwa kumfunga Simba. Na unizungumzie mechi ya maandalizi ya timu zote mbili kuelekea mchezo huu, especially timu yako ya Yanga? Maandalizi ya mechi zote mbili yako vizuri. Siwezi kujua upande wa ndugu zetu Simba, lakini nafsi ya Yanga yako vizuri sababu ni watu wako kwenye morali ya mchezo huu. Na unaonaje upande wako? Mnaenda kuibuka na ushindi au ndo tutajia yajayo? Mimi upande wangu, nafsi yangu, nikiongea kwa nafsi yangu, kama nafsi yangu, uhakika wa ushindi upo. Sababu hawa tunapokutana mara kwa mara, asilimia kubwa sisi huwa tunawafunga. Kuna propaganda zimekuwa zimeletwa jana usiku kwamba Simba ilikuja hapa ikazuia kuingia uwanjani na kuna uwezekano wa leo mchezo usiwepo. Unazungumzaje hilo swala? Hili swala halina uwezekano kutokuwepo mchezo. Mchezo utakuwepo kama kawaida. Endapo kama mchezo ungekuwa haupo, vyombo vya umma upande wa michezo, vyombo vya umma na serikali vingetutangazia sisi wananchi, tukapata kuwa na uelewa. Yaani ingetangaza official, sio habari za kusema za kificho, hapana. Zingekuwa habari za mamlaka ya vyombo vya michezo kuwajulisha wananchi ili tuelewe kwamba kweli mchezo haupo. Lakini sisi kwa uelewa wetu mchezo upo kama kawaida. Tumeona taarifa zote mbili kwamba Yanga anasema kuna mchezo wa leo na Simba anasema hamna mchezo hautakuwepo. Lakini tumeona kama TPBL bado wanasema kuna mchezo wa kuwepo. Wao wanazungumzaje hilo swala? Hili swala upande wa Simba nitalisema kama wanaongea kwamba mchezo utakuwa haupo, wao wanaongea habari za uongo. Hiyo ni nidhamu ya kuingiwa na uoga wa wao kufungwa kila siku. Je, unaona timu yako ishinda katika siku ya leo? Na timu yangu ina nafasi kubwa ya kushinda, hata goli 3-4 zimo, sababu wale ni asilimia kubwa si watu tunawafunga. Kipi nakupa jeuri ya kusema hivyo mzee wangu? Umeongea neno zuri sana. Wachezaji wangu kwanza ni corrigible. Alafu haitoshi, pili wana uzoefu, wako pamoja kwa muda mrefu. Sio wachezaji wa kusema tunajenga timu. Sisi hatujengi timu. Sisi tuna timu ambao wachezaji wamekaa pamoja kwa muda mrefu. Kwa hiyo mazoea kucheza kwa kujuana, wana ufahamiano mzuri tu. Afika hapa siku ya Alhamisi. Leo ni shabiki wa Simba kindaki? Ndio kwa miaka mingi. Na upo katika toy gani? Au umekuja individually? Nimekuja mwenyewe hapa na jamaa yangu, tupo wawili, tumekuja na basi hapa, tupo gesi hapa leo siku ya 4 hapa. Unaizungumzia mechi ya leo? Mechi ya leo ni nzuri, isipokuwa tu wenzetu kama wana hofu fulani hivi ambayo inawatia mashaka. Nadhani kwa swala la Simba kuonekana kuja kufanya mazoezi katika uwanja wa Mkapa halikuwa ni kosa. Isipokuwa swala hilo wangewaacha watu wenye mamlaka ya usimamizi wa uwanja ndio wakazungumza na viongozi wa Simba, lakini wao kuleta ule upinzani na kuwazuia walifanya makosa. Hofu gani na wakati nyingine mnagomea mechi na wenzani wanasema wapo leo wapo tayari kuja hapa na wamefanya mazoezi nyinyi kwa nini msije uwanjani? Nadhani kinachofanya tusije Simba sete timu uwanjani watakuwa na sababu maalum viongozi wale wa klabu, kwa sababu kuna muda uliopangwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi, walikuja muda ule, lakini baada ya kufika hapa wakakuta mashabiki wa Yanga na viongozi wao wakiwa wametinga pale mlangoni na kuwazuia kwamba asiingie getini kufanya mazoezi pale, kitu ambacho kisheria ni makosa. Na nini matarajio yako mechi ya leo kuelekea mchezo wa saa 1 na dakika 15? Matarajio yangu ni mazuri sana kwa sababu timu kama timu, kocha ni professional na ana uwezo mzuri, na wachezaji tulionao hakuna mchezaji ambaye kwamba hajajua Simba, wote washakuwa kama mnyororo, washaungana. Ni kipi ngekupa jeuri katika mchezo wa leo? Ni kwa sababu na wachezaji kama 5 aidha 6 na wajua hapo sawa sawa vizuri na wanacheza kitimu, wanacheza kimfumo, na kocha anaambia afanye kitu, wanafanya kitu ambacho kocha anakihitaji. Na taarifa za nani nasema kwamba katika press conference ya jana kwamba Shema Olifondo pamoja na Musa Kamara hawatakuwepo. Unaichukuliaje swala leo? Hapana, hizo ni dondosa za mitaani tu, lakini kwa mfumo ulivyo na kwa sababu hatuoni injuries zote walizonazo kwamba anaweza asicheze mechi ya leo, sio kweli nani maneno hayo. Abdul Suleiman natokea Buguruni Malapa. Nimekuja kwenye dabi na kauli mbiu ya dabi hii, dabi haina kipengele. Kipengele labda waje nacho makolo. Yaani dabi hii imenyooka hivi. Majira saa 1:15 sisi kama wananchi tunaleta timu hapo, wasipoleta timu dakika 30 zikapita, pointi 3, magoli 3. Na wewe umejiandaje katika mchezo wa leo? Nikitegemea ni dabi ambayo haina mwenyewe. Unajua kama dabi haina mwenyewe? Nimejiandaa vizuri kwa sababu mimi nategemea ndani ya uwanja. Mimi maandalizi yangu nayafanya kwa Pakome, Aziziki, Chama, maandalizi yangu nayafanya kwa Diala. Mimi siamini vitu vinavyoendelea nje ya uwanja. Kwa timu yako unaona mnyama atakula goli ngapi? Mnyama apate goli tangu lini? Atakula goli ngapi? Tunazungumzia mechi 4 mfululizo mnyama anachezea vipigo kwetu sisi wananchi. Kwa hiyo mnyama leo, yani atakavyokuja ndivyo tutakavyompokea. Akija vizuri tuweza tukampiga kiutu uzima, yani bao 2, lakini akija wangu akija kutukamia, akija kwamba anataka kushindana na sisi tuliojenga timu kwa zaidi ya misimu 3, basi atapokea kichapo kikubwa sana leo. Naomba unipangie kikosi chako bora ambacho kinaanza siku mechi ya leo. Kwanza kabisa ni Jigi Diara, yule ni sweeper keeper na uwezo wa kutumia mikono na kutumia miguu. Namba 2 yupo Israel Mwenda.
beki ambaye ana uwezo wa kupandisha mashambulizi na kurudi. Nambari 3 namweka Shadrack Boka, the real CJR. Nambari 4 na 5 pale namweka Baka pamoja na Dickson Jobu. Nambari 6 yupo daktari wa mpira pale Alidi Aucho. 7 namweka Mzize, taalamu mwenyewe ya magoli ya mbali, magoli ya vichwa na ndo top scorer wa msimu huu. Nambari 8 namweka Mudathiri ya haya Zanzibar greatest. 9 namweka mwenyewe Prince Mvumelelo Dube. Huyu anaunganisha timu, ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kutumia vichwa. Nambari 10 namweka mwenyewe inside namba 10 Azizi Master Key. Alafu 11 namweka yule mzee wa kuteleza sasa Pacome Zouzoua. Na ndio maana ndugu zetu waliposikia hichi kikosi wakasema uchochoro huu hatuji, wakagoma kuja katika mchezo wa leo. Bwana asante sana kutakia la heri mchezo wa leo. Bwana unaitwa nani? Kikosi changu kiko vizuri. Simba watani zetu wasiogope, walete timu. Waje tupambane uwanjani. Hii mindset game haifai. Kwanza wameshafanya saa hizi, Yanga tutakosa mapato leo. Kwa sababu watu wengi wanaogopa kuja uwanjani, kwa sababu wanaogopa, wanasema timu haitakwenda ya Simba. Yanga anacheza na nani saa hizi? Mechi ya leo si bwana, kiuhakika sisi tuna ushindi 100%. Nini kipo jeuri katika mechi ya leo? Jeuri inatupa kutokana na historia tu ilivyo baina ya Simba na Yanga tangu enzi na enzi. Ukifuatilia mechi za Yanga na Simba toka walipoanza kucheza, unagundua Yanga anapata ushindi kwa kutumia, yani kwa njia ya halali kabisa, pasipokuwa na makando kando yoyote. Lakini tafuta mechi zote ambazo Naitwa Abasi, natokea Tunduma, ila kwa sasa nipo Temeke kwa muda kidogo, lakini furaha yangu ni kuja kuangalia dabi ya Kariakoo. Nafika nakuta habari zingine tena. Mbona unaonekana upo mnyonge sana? Nini kimekunyongonyesha? Kinachoninyongonyesha ni pamoja na mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu na mechi pia, taarifa zinazotoka za kusema ipo haipo, na mpaka sasa hivi hatuelewi kama game lipo au halipo. Una nini la kuwashauri TFF pamoja na Simba Sport Club? Kwa shauri TFF na Simba Sport Club, Simba inatakiwa itumie hekima na busara za kuonyesha kwamba ni timu kubwa katika Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, ndio timu inayopeperusha bendera. Kwa hiyo watumie busara na kutuonea mashabiki huruma. Wa mashabiki wametoka sehemu mbalimbali, Iringa, Tunduma, Mbeya, wengine wametoka Malawi huko nchi jirani. Kwa hiyo watuonee huruma, waje uwanja wa Taifa tucheze mpira. Kama ipo tu, kama tunashinda tushinde, kama tunafungwa tufungwe tu. Hatuwezi tukazuia kutokufunga au kufunga. Kuna baadhi ya mashabiki wenzako wa Simba wanasema Simba amekurupuka kuahirisha mechi. Hii ni kweli? Kuahirisha mechi hapana, mechi haijaahirishwa. Mechi, taarifa zinazoletwa na bodi ya ligi inasema mechi ipo. Kwa hiyo Simba unaona hampo katika mstari ambao ni sahihi, unataka mechi ichezwe? Mechi itachezwa. Tupo kwenye mstari sahihi. Nikushukuru sana. Nikienda kutafuta mashabiki